Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ustazi Waziri Omari Waziri. Ni kiongozi wa madrasa hii ya tahfizi ya Qur'ani iliyopo mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, kata ya Kiruvya, kijiji cha Kiruvya Madukani. Ndugu zangu Waislamu, ikumbukwe madrasa hii mnamo mwezi wa 7 tarehe 11 muda wa saa 1 usiku, siku ya Jumanne, mkuu wa wilaya ya Kisarawe Bwana Petro Magoti alikuja hapa kwenye madrasa hii kuja kukagua mazingira ya sisi tunapofundishia hapa madrasa hii. Akakuta mazingira si salama kwa vijana wanaoishi hapa, kwa sababu alikuwa anaishi kwenye hili jengo kama linavyoonekanika hapa. Na yote hayo kwa sababu tulikuwa hatuna mdhamini wa kuweza kutusimamia katika harakati za kidini. Nasi hatuwezi kuacha kusimamia harakati za kidini. Tukoona hilo jengo ambalo lilopo nyuma mnaolitizama, tukoona basi tugawe partition, vijana kadhaa wenye umri kadhaa walale sehemu kadhaa, wengine walale kadhaa, tufundishane dini, kwa sababu kama tunavyojua dini yetu sisi tunafundisha kinyonge sana, kwa sababu kutokana na hali ya kiuchumi iliyopo. Kwa hiyo alikuja akakagua, akaona kuwa mazingira si rafiki, akaamua asitishe huduma ya kufundisha, ya kuhifadhisha Qur'ani hapa, yani kulala watoto hapa msikitini. Wao wanakuja tu na kurudi, lakini sio kulala. Kwa hiyo akasitisha mnamo mwezi wa 7 tarehe 11 siku ya Jumanne saa 1 usiku. Baada ya hapo sisi tukatii sheria, kwa sababu lazima tuwe chini ya mamlaka, na hii na mamlaka yetu ni serikali yetu. Tukatii, tukawaondoa wale vijana. Baada ya hapo yeye huyo mkuu wa wilaya ya Kisarawe Bwana Petro Magoti akatuletea mifuko 150 ya simenti kwa ajili ya harakati za ujenzi wetu huu hapa, kwa sababu wakati anakuja tulikuwa tayari michoro, vibari, kila kitu viko tayari, na tulikuwa tuna samitrela moja la kokoto, tuna tani 4 za nondo, tuna tofari, alkadhalika tuna mchanga. Kwa hiyo alikuja tayari, sisi tulikuwa tayari tuna vitu hivyo. Lakini wallahi nilikuwa nazunguka sehemu nyingi sana kuweza kuwashika wadau mbalimbali waweze kuja kutusaidia hapa, lakini kila wanayemfuata hawezi akupi ushirikiano. Kwa mpaka lile tukio linatokea, sisi tulishafanya juhudi kubwa sana ya kuhangaika huku na kule ili tuweze kupata hosteli ili vijana waweze kulala hapa, lakini ikashindikana kwa kweli. Ndio maana sasa mnamo hiyo tarehe 15 siku ya Jumamosi, kuikumbukwa alikuja Jumanne ya tarehe 11, alafu Jumamosi ya tarehe 15 akaja na mifuko 150 ya simenti kuja kututia nguvu hapa kwa ajili ya huu ujenzi wetu. Kwa baada ya hapo wadau mbalimbali, kwa sababu walikuja na media, wadau mbalimbali wakaona, wakaanza kutuchangia kidogo mpaka hapa tulipofikia. Tumeshamaliza foundation yetu hii kama inavyoonekana, kwa sababu jengo letu hili juu linaenda ghorofa 5, na pengine yanaweza kama maswali yanakuja, kwa nini mjenge ghorofa na aliyakuwa ghorofa ni gharama? Sisi ardhi yetu ni ndogo ndugu zangu, ardhi yetu ni ndogo. Hapo jengo lilipoishia kuna nguzo iko hapo jengo lilipoishia ndo ardhi yetu inapoishia. Hiko kibanda hiko kinachoonekanika hiko sio ardhi yetu, na huu msikiti kama mnavyoona pale jengo lilipoishia ndio mwisho wake pale. Kwa hiyo tuna eneo dogo sana, na ndio maana tukaamua kufanya hivi. Laiti tungekuwa tuna eneo kubwa, basi bila shaka gharama ya ujenzi wa chini unafuu, lakini ardhi hatuna, ardhi ni ndogo, ina hapa barabarani, ardhi ni ghali. Kwa hii ardhi tuliyoipata hii, na ndio maana tukaamua kujenga jengo hili kwa sababu ya ufinyu wa ardhi. Kwa baada ya hapo harakati zikaendelea. Tunamshukuru waziri wetu pia wa ulinzi na usalama, akatuletea mifuko 100 ya simenti, alkadhalika
mkuu wetu wa wilaya ya Kibaha akatuletea samitrela 2 za kokoto. Alkadhalika mkurugenzi wa halmashauri ya Chalinze akatuletea samitrela 1 la kokoto, na wadau mbalimbali ndio hivyo wakawa wanatupushi, wanatuchangia mpaka hapa tulipofikia. Kwa ndugu zetu Waislamu, lioneni jambo la Allah hili. Vijana kama mnavyoona wanakuja wanasoma na kuondoka, wanakuja wanasoma na kuondoka, na kama mnavyojua mazingira sasa hivi yamebadilika. Mtoto unatakiwa umlee karibu ili ujue maendeleo yake ya kitabia. Leo hii sisi hapa tunawafundisha Qur'ani vijana, lakini wakitoka hapa hatujui huko wanapokwenda wanachukua mazingira gani. Na ndio maana siku zote Waswahili wanasema mshika mawili moja umponyoka. Ima sisi tunatengeneza na huko mtaani nao wanatengeneza. Mwisho wa siku tutakuwa tunatumia nguvu kubwa kumwandaa kijana aje kuwa ni dai katika dini hii, lakini pia mtaa ukamvuta awe ni dai katika mambo ya kimtaa. Kwa tunakuombeeni sana ndugu zangu Waislamu, lioneni jambo hili. Sisi shida yetu ni ground floor tu hii ya chini. Tutengenezeni hii ya chini, kisha kamilika hii vijana waweze kurejea, kwa sababu sasa hivi hapa tupo kwenye hatua ya kupandisha nguzo, na injinia amesema zinahitajika tani 4 za milimita 16 za nondo. Kokoto tuko nazo, simenti tuko nayo, mchanga tuko nao, marine board tuko nayo, mbao tuko nazo. Shida ni nondo tu. Kwa hiyo atakayeiona video hii, atakayeguswa na jambo la Allah, tunaomba tusaidie. Sisi atupigie tu simu, ambao namba ya simu ndaiweka hapo, ambao ni 0719 380 268, 0719 380 268. Anipigie tu simu moja kwa moja, bwana mimi na nondo nataka nizilete. Ima kama yeye ana nafasi sisi tutazifata, au yeye anataka kutujengea hapa, jamani mimi nataka nijenge ground floor, kwa sababu palipobaki ni kunyanyua nguzo, kumwaga slabu na kuzungusha tofari. Basi kwa hiyo sisi tu mlango uko wazi, atakayetaka kutujengea tunamkaribisha sana hapa, aje na injinia wake, aje na matilio yake, atujengee ground floor ya chini, basi atukabidhi. Kwa tunakuombeni sana ndugu zetu, kama tunavyojua amani inatengenezwa na watu wa dini. Amani inatengenezwa na watu wanaomhofu Allah. Amani inatengenezwa na watu ambao wanajua siku ya kiyama watakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawatengeneza vijana hapa ili waje kulihudumia taifa lao kwa kumhofu Allah, kwa sababu utapomhofu Allah ndipo utapoliweka mambo pahala pake. Bila hofu ya Allah kila jambo utalifanya la madhila, kwa sababu ndani yake hamna hofu ya Allah. Kwa tunakuombeni ndugu zetu, sisi tuko mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, kata ya Kiruvya, kijiji cha Kiruvya Madukani. Unataka kutujengea, tunakukaribisha ndugu. Au unataka kutupatia material, basi wewe tupigie simu kwa namba hiyo tuliyoitaja. Hata kama usipoleta wewe, kutuambia tu material yako sehemu fulani, sisi tutayafuata na tutayaleta hapa. Kwa tunakuombeni sana ndugu zetu kupitia video hii. Tunakuombeni sana. Twafahamu Waislamu ni watu wa imani, na wanapoona mambo ya kheri kama haya huwa nafsi zao zinawagusa. Kwa tunakuombeni liguseni jambo hili ndugu zetu. Tulikuwa tuna watoto takribani 137 walikuwa kihifadhi Qur'ani hapa, lakini sasa hivi wengine hawapo, na wengine ndio hivyo wanakuja na kuondoka ndugu zangu. Kwa tunakuombeni lishikeni jambo hili, kwa hakika mtaikuta hii kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa majina naitwa Ustazi Waziri Omari Waziri, ni kiongozi wa madrasa hii. Naam. Akaunti ya benki pia ipo. Ipo akaunti ya benki CRDB, nafikiri utaionyesha pale. Wataiona. Atakayetaka kuchangia kwenye akaunti ya benki basi ataichangia moja kwa moja, au kwa wale ambao watahitaji kuchangia hawezi kwenda benki,
yaba pengine ana shilingi ana 1,000, ana 1000, ana 10,000, 15,000, 20,000, atachangia kwa namba yangu hii ambayo niliyoitaja hapo. Jina lake litatoka Abdallah Samudu, jina la usajili litatoka Abdallah Samudu. Atakayetaka kuchangia akaunti ya benki, nafikiri benki itaonekanika pale CRDB. Lakini kikubwa zaidi tulichokuwa tukikuombeni ndugu zetu, mwenye nguvu aje atujengee, mwenye matilio basi atupatie. Hiyo itakuwa ni kheri na itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo tunakuombeni sana ndugu zetu, mlione hili, na tunamshukuru sana mufti wetu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi. Ameonyesha mshikamano wa hali ya juu sana kuhusu jambo hili na alilisemea kwenye media. Kwa tunamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mjaze kheri na amuepushe na kila aina madhila. Nasi hatutomwangusha katika jambo la dini kwa sababu yeye ni mlezi wetu na ni shekhe wetu. Hatutomwangusha sisi ambao tuko chini huku, tuko vijijini, tunapambana kwa ajili ya kuweza kusimamisha Uislamu na dini ya Kiislamu ikasimama imara kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Rabaika Abdallah Mnyukwa, ni miongoni mwa walimu wa hichi kituo markazi hii. Napenda kutoa shukrani kubwa kwa ndugu zetu kwa ujumla wa Tanzania wote pamoja na viongozi wa serikali. Pia napenda kutoa shukrani kwa wale wote ambao waliguswa wa nje ya nchi na ndani ya nchi katika wadau mbalimbali kwa kutuchangia mpaka kufikia hapa katika jengo letu hili. Na nukta kubwa ambayo mimi nataka niigusie kwa wale ndugu zetu ambao walikuwa na jambo la kutekeleza katika sehemu hii na walikuwa na nia hiyo na Allah hakuwafikisha kuweza kutekeleza. Tunajua ni kutokana na mishughuliko au kutokana na harakati mbalimbali ambazo zilikuwa ni zenye kuwapelekea kusahau, na aina yoyote ya mambo ambayo yamekuwa ni yenye kuwafanya wajisahau katika jambo hili. Tunawakumbusha ndugu zetu, jambo letu bado halijamalizika. Kama tunavyoona tumefikia katika foundation, hatua tuliopiga kubwa sana. Kwa hii michango ambayo tumeikusanya, tumefikia hapo. Wale wenye kutoa kidogo, wenye kutoa kikubwa, kimeonekana kilichofanyika. Kwa hiyo jambo hili linatakiwa liwe pia ni sababu kubwa ya msukumo kwetu sisi kuweza kukithirisha zaidi kujitolea katika sehemu hii. Tunawakumbusha ndugu zetu kutekeleza, wale ambao wametoa ahadi waweze kutekeleza ahadi zao ambazo wameziahidi. Jambo hili halijamalizika na wapo wengi tunajua wana hamu ya kuweza kufanya jambo hili. Wengine walitoa ahadi wamejisahau, wengine walikuwa na hamu ya kufanya lakini bado Allah hajawafanikisha, hakuwafikisha kuweza kufanya. Tunawaomba ndugu zetu muweze kutolea macho sehemu hii. Kitabu cha Allah kilikuwa kikisomwa kwa wingi katika markazi hii, lakini hivi sasa kimesimama, na sisi ndio ambao tunaweza kufanya kitabu hicho kiendelee biidhnillah. Na tunaweza, Waislamu tuna nguvu ya kuweza kusimamisha sehemu hii na kuweza kurudisha harakati kama zilivyokuwa mwanzo. Wale ambao waliwafikishwa kuchangia chochote kitu kwenye jengo hili mpaka kufikia hapa, tunawaomba Allah hawawafikishe waendelee, na wale ambao hawakuwahi kuchangia chochote, basi Allah tunamuomba awafikishe zaidi na atie nguvu waweze kupata kile ambacho cha kutoa, kwa sababu kitu kidogo hicho ambacho unakiona wewe ni kidogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kina daraja kubwa sana. Na hayo ambayo tunayazungumza kila mmoja wetu anayashuhudia. Ni wangapi ambao wanatoa kidogo na Allah anawafungulia katika mambo yao makubwa. Fanya biashara na Mola wako kwa kuwekeza katika njia hii ya kheri, utaikuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawaombea ndugu zetu wote kwa ujumla, Allah awawafikishe na kuweza kutia mkono wenu katika sehemu hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.